naitwa Rashid Mohamed Mtima, mbunge wa jimbo la Newala. Tumaini kwa Tanzania kwa maana imegusa maeneo yote ambayo wananchi wa Tanzania ni kama yalikuwa mahitaji yao. Ukiona ambacho kinaleta utofauti kidogo, na inawezekana hotuba zingine ambazo tumewahi kuzisikia, inawezekana kipindi hicho sikuwa hatujaingia bungeni, ni baadhi ya maeneo kuna vionjo ambavyo havikuwepo hapo mwanzo. Kwa mfano, amesema kwamba anaenda kuunda wizara maalum ya vijana. Vijana sasa ndio asilimia kubwa ya Watanzania, na vijana wanatakiwa waandaliwe, watengenezewe mazingira ambayo watakuwa sehemu ya kubeba uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo anaenda kuiandaa wizara maalum ambayo itashughulikia vijana, kuwekea misingi ya namna gani watakuwa sehemu ya maisha wa Tanzania hapo baadaye, namna gani watacontribute kwenye maisha ya nchi yetu, kwenye uchumi wa nchi yetu. Hili jambo ni kubwa sana, lenyewe likiunganishwa na dhamira ile ambayo iliyozungumza kwenye sekta zile nyingine za kiuchumi. Amezungumzia swala la madini, amesema atataka Tanzania iwe hub ya masuala ya madini nchini, lakini amezungumzia swala la kuona gesi inatoa manufaa makubwa kwa nchi yetu. Ukichanganya nchi ikiweza kupata manufaa makubwa kwenye sekta hizo, na amesema tena pamoja manufaa makubwa ambayo kwenye sekta, amesema bado baadhi ya maeneo ameenda kugusa maisha ya mtu mmoja mmoja, mikopo ya mtu mmoja mmoja, na kwa asilimia kubwa ni hao vijana ambao tunasema kwamba wanaandaliwa wizara maalum. Kwa tunaiona Tanzania ijayo yenye neema kwa hotuba ya mama ambayo leo ametoa. Tanzania ijayo ambayo ina neema. Lakini mimi nimefurahishwa na kitu kikubwa sana ambacho amekizungumza wakati anamaliza hotuba yake, kwamba anatamani kuona Watanzania sio kuna majengo tu, sio kuna reli tu. Anatamani kuona anapomaliza Watanzania wanatabasamu. Tabasamu ni swala kubwa sana kwenye maisha ya mtu wa kawaida. Tabasamu inatoa nafasi ya kuongeza ari hata kwa upande wa watumishi wa umma kuweza kuitoa. Kama watumishi watakuwa na tabasamu, amezungumzia kuhusu watumishi wa umma kwamba nao ataangalia waweze kuboresha mazingira yao ili waweze kusaidia jamii, iweze kuishauri jamii katika masuala makubwa ambayo amewekea msimamo. Kwa hiyo jamii ikiwa na tabasamu, maana yake anaongoza ari ya kujituma, anaongeza ari ya kufikiria anafanyeje nawe aweze kuwa sehemu ya uchumi wa nchi hii, ili ile tabasamu iweze kuendelea, kwa sababu sisi wanadamu tabasamu ni kila kitu. Kitabasamu wewe, maana yake unaridhika na mazingira. Kama hiyo ndio mwelekeo, huko ndoko anakotupeleka mama. Sisi kama wabunge sasa tunalo jukumu sasa. Tunazungumza pale kwamba tutaenda kuichangia ile hotuba yake, tuone inatafsiriwaje kwenye serikali kule chini, ili ile tabasamu mama anayohitaji iende kuonekana. Lakini sisi ni madiwani, tunaenda kwenye halmashauri kule nako, tunazisimamia halmashauri, bado tutaenda na kwamba tunataka tuone mama aweze kutabasamu kule mwishoni, yale ambayo yanagusa katika maeneo yetu ya majimbo na maeneo mbalimbali. Hata kamati zetu za bunge zitakapokuwa natembea, tunataka tuende tukasimamie vitu ambavyo dhamira ya mama aliyozungumza iende kaonekane baada ya muda wake kumalizika. Shukrani sana.